kwa hali ya uchafu katika skuli ya Bembela kwa wanafunzi ambao wanalala kambi katika skuli hii kumesababisha wanafunzi hao baadhi yao kupatwa na maradhi ya mlipuko na kupelekea kuharisha na kutapika. Sasa baada ya mamlaka husika kupata taarifa hii, imefika katika skuli hii na kutoa elimu kwa wanafunzi juu ya kuhakikisha wanadumisha usafi katika kambi zao. Twende tukamsikilize afisa wa afya kutoka kituo cha afya Kidutani mara baada ya kutoa elimu hii, ana yepi ya kuzungumza. Jina langu ni Safia Hussein, nyuma ya kamera Madina Omar. Lakini mara hii kubwa hasa kilichotuita hapa ni kutokana na kesi nyingi za uharo ambazo zilikuwa zinatoka kutoka shule Bembela ambao wanafunzi wanolala kambi. Kwa hiyo kwa kushirikiana na maafisa kutoka baraza la manispaa pamoja na timu kutoka Zawa na maafisa kutoka wilaya ya Mjini, tukaja kufanya ukaguzi na tumegundua mambo mengi ambayo yanasababisha huu uharo. Na tayari hatua tulizozichukua, kwanza tumewapa elimu kuhusiana na vitu ambavyo vinasababisha huu uharo, ikiwemo kunywa maji yaliyokuwa sio safi na salama pamoja na vyakula ambavyo sio safi na salama. Kama tunavyojua, wanafunzi wa kambi wanakuwa wanapikiwa hapa. Kwa hiyo wapishi tumewapa elimu pamoja na kuwapa yale masharti ambayo wanatakiwa wafate kama wapishi wanaopika vyakula kwa watu, kwa jamii yani. Na pia maji, hatua iliyochukuliwa, wamepewa elimu ya afya, maji yamemwagwa yote na matenki yamesafishwa. Dawa wamepewa kutoka wilaya ya Mjini za kusafisha maji na tayari mpaka sasa maji yanatibiwa. Lakini hatua nyingine ambayo tumechukua ni kuzungumza na hawa wanafunzi ambao wanalala kambi, kwa sababu tunajua visababishi ambavyo vinapelekea uharo ni uchafu. Kwa hiyo tumewakumbusha, tunajua wanaelewa, lakini tumewakumbusha kuhusiana na usafi wa mwili, usafi wa mazingira na usafi wa nini wanachotakiwa wafanye kwenye maji, labda taka, hivyo yani. Na je, kwa upande wa wanafunzi ambao wamepatiwa mafunzo haya, wanazungumziaje hali hii katika skuli yao, na ni upi wito wao kwa baadhi ya wanafunzi ambao wao wamekuwa ni chanzo cha kusababisha uchafu katika skuli yao? Bweni letu ni chafu na tumetoa sababu ambazo kwa nini bweni letu ni chafu na kwa nini tunapata maradhi ya kuharisha na kutapika. Lakini katika hayo matatizo, maafisa wetu wametuamua kwamba kutupatia sisi elimu ambayo itatufunza kuanzia sasa hivi mpaka sehemu nyingine. Lakini ya kwamba katika hayo mafunzo tumeambiwa kwamba tuchemshe maji ambayo maji imesemekana kwamba kuna high percentage kwamba ni machafu. Kwa hiyo tukichemsha, tukitia water guard, maji hayo yatakuwa masafi na tukisafisha matenki. Pia kwenye mazingira, kwa sisi wanafunzi wenyewe ni mazingira tu ya kisafi. Kwa sababu gani? Kwamba maafisa wetu wa afya wamegundua ya kwamba katika mabweni yetu wanafunzi hawasafishi, na jikoni wanafunzi pia hawasafishi, na kwenye sahani kwamba pia kwenye ukoshaji wa vitu hawaiki safi. Kwa hiyo mimi nashauri pia wanafunzi wenzangu kwamba kule kwenye mabweni, kama mtu nayo zamu ya kusafisha, usafishe vizuri, kwa sababu lolote litakalotokea halikuanzi wewe la uchafu, litamwambukiza na mwingine, na likishasambaa hiyo itasababisha kambi yetu ya skuli kufungwa. Na pia naambia kwamba wanafunzi sisi tuna msemo wetu kwamba Bembela ti sheria bila shuruti. Asifanya hivyo, na kama anawajibika basi atawajibika siku hiyo kwa lazima, kwa sababu anasababishia kwamba yazuke matatizo mengine yanayosababisha walimu wetu kututia hatiani hata wanafunzi wengine ambao wasiohusika. Leo tumepokea ugeni kutoka Wizara ya Afya na maeneo mengine ya afya. Wametupa elimu kutokana na maradhi ya afya. Tangu tukae kambi wiki hizi, siku 3 zilizopita nyuma, tumepata janga la matatizo ya uharo ambayo inaambatana na uchafu na mambo mengine. Kwa mujibu wa elimu tulioipata, tunaahidi ya kwamba tutashajishana na kuendeleza kusafisha maeneo yetu ya kulala, vyakula vyetu, pamoja na kutumia maji safi na salama, ikiwa ni kama maji yaliyochemshwa na maji yaliokuwa yashathibitishwa na wenyewe nini za afya. Na washauri ya kwamba tuache, kwa sababu ukiachia kwamba sisi tupo kambi ila tunategemewa na familia zetu na kila mtu na
maisha yake. Kwa hiyo ukimpenda mwenzio na wewe ndio utapendwa zaidi hata na Mungu. Tuache uchafu, tuendelee na mazingira safi na salama kwa ajili ya afya zetu na afya za watu wengine.